السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कल 23 मार्च है और ये दिन Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu yadahullah taala bin Aziz anasema kesho itakuwa tarehe 23 ya Machi, na siku hii katika jumuiya inakumbukwa kama ni siku ya Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam. Katika tarehe hii ya 23 sawa na bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yule Masihi aliyetabiriwa atakayekuja kwa ajili ya kuisha dini tukufu ya Islam, na vile vile ilitabiriwa atakuja kusambaza mafundisho ya Islam, na hivyo ndivyo ilitabiriwa kwamba atawajumuisha Waislamu na vile vile watu wengine chini ya bendera moja, na yeye ataleta watu wote chini ya utumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kwa mujibu wa bishara hii, Sayyidina Alayhi salatu wasalam alitangazwa kwamba yeye ndiye yule Masihi aliyeahidiwa ambaye bishara yake ilitolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kwa kutangaza tangazo hili alianzisha jumuiya na alianza kuchukua bayati kutoka kwa watu. Leo nitasoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Alayhi salatu wasalam ambamo ameeleza dharura na haja ya kuja kwa Masihi aliyeahidiwa, na vile vile ameeleza kuhusu madai yake. Hivi ndivyo bishara na nishani zilizotabiriwa ameeleza katika maandiko haya. Sayyidina Alayhi salam anasema katika shairi lake la Kiajemi kwamba wakti Masiha na kisi aur ka waqt main na ata to koi aur hi aya hota, yani ilikuwa wakati wa kuja kwa Masihi. Ikiwa nisingekuja basi mtu mwingine angekuja. Zama ilikuwa ikihitaji aliahidiwa aje kwa ajili ya kuokoa dini tukufu ya Islam, lakini kwa bahati mbaya wengi wa maulama wa Kiislamu ambao zamani walikuwa wakisubiri Masihi aje na walikuwa wakisubiri sana kwa hamu sana, lakini wakati Sayyidina Alayhi salam alipodai kuwa yeye ni Masihi aliahidiwa, hawa maulama wakawa wapinzani wake.
na wakaanza kuwaelezea watu storia ya hapa na pale, na wakaanza kusema uongo dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kwa kufanya hivi waliwachochea watu kiasi hiki kwamba wakaanza kutoa fatwa ya ukafiri dhidi yake. Hata siku hizi katika nchi mbalimbali wanajumuia wanateswa, wanasumbuliwa na wanadhulumiwa, na kwa kuwadhulumu hawa wanajumuia walithibitisha mifano ambayo ilikuwa mifano mbaya sana, na watu hata hawawezi kufikiria kuhusu dhuluma iliyotendewa dhidi ya wanajumuia. Lakini tunakuta Sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusu hali iliyokuwa na kuhusu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema nini. Sayyidina alayhi salam kwa kueleza mada hii kwamba kuna haja gani ya kuja kwa Masihi aliyeahidiwa, na Masihi anahusika nini na dhama hii. Yeye hakusema kwamba yeye ndiye lazima aje, bali alisema kwamba dhama ilikuwa ikihitaji yule aliyeahidiwa aje. Anasema ndani ya Qur'ani tukufu katika silsila ya Ismaili na Musa alayhi salam alieleza uhalifa wa aina mbili, kama Mungu ameeleza ndani ya aya hii, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Sayyidina alayhi salam anasema khalifa wa mwisho wa silsila ya Israel aliyekuja baada ya karne 14 ya Musa alayhi salatu wasalam alikuwa Masihi alayhi salam. Hivyo ndivyo ilitabiriwa kwamba Masihi wa umma huu aje katika mwisho wa karne ya 14. Hata wale maulama ambao walikuwa wakipata ufunuo walisema kwamba karne hii 14 ni karne ya kuja kwa Masihi aliahidiwa. Kama Hadhrat Shah Waliullah Saheb pia ametoa bishara hii, na wale ambao wanafuata silsila ya ahli hadith wanakubali kwamba bishara alama zote zimeshatimia. Lakini Sayyidina alayhi salam anasema kwamba wao wamekosea kiasi fulani wanaposema kwamba alama kadhaa zimetimia. Sio hivyo, bali alama zote zimetimia zilizotolewa kwa ajili ya kuja kwa Masihi aliyeahidiwa. Nishani kubwa, alama kubwa iliyowekwa kwa ajili ya Masihi aliyeahidiwa katika Bukhari Sharif ni yaksulu saliba wa yaktulu khinzira, yani Masihi atashuka wakati Wakristo watakuwa wamepata ushindi. Je, wakati huu bado haujafika? Je, jinsi mapadri walioleta madhara kwa ajili ya Islam, je, mfano wake unaweza kupatikana tangu Adam alayhi salam mpaka leo? Ikhtilafu na fitina yanapatikana katika nchi zote. Hakuna familia hata moja ambayo hakupata athari kwa sababu ya fitina ya hawa. Basi ilitabiriwa kwamba Masihi atakuja wakati hawa Wakristo watapata ushindi. Angalieni namna gani wanashambulia Islam, kama washenzi wanashambulia Islam. Hazur anasema kwamba shutuma hii inayoletwa dhidi yake kwamba yeye alisaidiwa na wazungu, kwa kusoma maandiko haya inathibitika kwamba je, Sayyidina alayhi salam alipandwa au alisimamishwa na hawa wazungu? Bali yeye Sayyidina alayhi salam alikuja kwa ajili ya kusaidia Islam. Sayyidina alayhi salam anaendelea kusema kwamba je, kuna mpinzani yeyote ambaye hakutaka kumfedhehesha Mtume sallallahu alaihi wasallam na hakumtukana yeye?
masihi ambaye alitabiriwa katika Islam, je bado wakati ule haujafika? Je bado Islam inatakiwa ishutumiwe na hawa mapadri? Lakini sio hivyo. Yule ambaye alitabiriwa ameshakuja na yeye ataamua nguruwe, na ilitabiriwa kwamba watu watajumuishwa. yani Masiha aliyetabiriwa atakapokuja, yeye kwa kutumia hoja na dalili atapata ushindi dhidi ya dini zingine zote, na yeye atathibitisha ushindi wa mafundisho ya Islam juu ya dini zingine zote. Hivyo ndivyo atathibitisha ubora wa mafundisho ya Islam juu ya dini zingine. Hazur anasema watu maelfu na maelfu wanajiunga na jumuiya, na hawa wanajiunga kwa sababu ya hoja zilizotolewa na Sayyidina Alayhi salatu wassalam. Kisha kuhusu umuhimu wa kuja kwa Sayyidina Alayhi salatu wassalam, Sayyidina Alayhi salatu wassalam anasema ikiwa ardhi si yenye rutuba, basi mvua hawezi kuleta faida, bali inaweza kuleta hasara na madhara kwa ajili ya ardhi ile. Yani kama ardhi sio nzuri, katika hali hii mvua inaleta madhara. Basi Mwenyezi Mungu sasa anataka kuleta nuru yake. Ninyi muwe tayari kupokea nuru ile iliyoletwa na Mwenyezi Mungu. Isije ikatokea hivi kwamba ardhi ambayo haikubali mvua, ardhi ile inaangamizwa na ile ardhi haipati faida ya mvua. Isije ikatokea hivi kuhusu nyinyi, na nyinyi isije ikatokea kama badala ya kufuata nuru mupokee giza au muingie gizani. Isije ikatokea hali hii kuhusu nyinyi, ingawa nuru imekuja, lakini badala ya kupokea nuru nyinyi unaingia gizani. Mwenyezi Mungu ni mpole zaidi kuliko mama. Yeye hataki kuangamiza viumbe vyake. Yeye anawafungulieni njia za mwongozo, lakini nyinyi kwa ajili ya kupata mwongozo ule mutumie akili yenu, vile vile mujitakase nafsi zenu. Kama ardhi haibomolewi vizuri na haiangaliwi vizuri, hivyo ndivyo ardhi ile haileti faida. Hivyo ndivyo ikiwa mtu hatakasi nafsi yake, yeye hawezi kupata nuru ya mbinguni. Katika dhama hii Mwenyezi Mungu ameleta fadhila zake. Yeye kwa ajili ya dini yake na kwa ajili ya nabii wake ameleta yule mtu ambaye anaongea nanyi, amemtuma yeye ili yeye awaiteni kwenye nuru. Ikiwa ufisadi usingepatikana duniani na ikiwa watu wasingefanya juhudi ya kuangamiza dini, basi isingetokea hivi ilivyotokea. Lakini sasa nyinyi mnaona kwamba upande zote watu wanashambulia Islam, wanataka kuangamiza Islam. Mataifa yote yanataka kuangamiza dini tukufu ya Islam, na hali hii Hazur anasema inapatikana hata mpaka leo. Sayyidina Alayhi salatu wassalam anasema, mimi nakumbuka na mimi nilieleza katika barahini ya Ahmadiyya kwamba dhidi ya Islam milioni 60 vitabu viliandikwa. Hazur anasema kwamba miaka 150 iliyopita hii ilikuwa hali wakati ule. Waislamu wanaishi katika bara la Hindi, idadi yao ni milioni 60, na vitabu vilivyoandikwa dhidi ya dini tukufu ya Islam, idadi ya vitabu hivi pia ni milioni 60. Hata kama sisi hatuhesabu vitabu vingine vilivyoandikwa dhidi ya Islam, tunaona kwamba
vitabu vilivyoandikwa sawa na idadi ile, inaonekana kwamba kila Muislamu amepewa kitabu kimoja dhidi ya dini tukufu ya Islam. Lakini siku hizi kwa kutumia internet na media, upinzani huu umezidi zaidi kuliko zamani. Watu wanatumia njia mbalimbali za kushambulia Islam. Sayyidina al-Islam anasema kila Muislamu amepewa kitabu kimoja dhidi ya Islam. Ikiwa ghara ya Mwenyezi Mungu isingepatikana na inna lahu la swadikun, ikiwa isingepatikana basi lazima Islam ingeangamizwa na isingejulikana duniani. Lakini sio hivi, haiwezekani itokee hivi, kwa sababu msaada wa Mwenyezi Mungu unamsaidia Islam. Lakini mimi nasikitika sana kwa kusikia kwa kuona hali hii kwamba Waislamu kwa kujiita Waislamu hawajali kuhusu dini tukufu ya Islam. Wao wanakuwa na fikira kuhusu harusi na ndoa, lakini hawajali kuhusu Islam. Nimeshawahi kusoma mara kwa mara kwamba wanawake wa Kristo wanafanya wasia kwa ajili ya dini yao na wanatoa mali yao kwa ajili ya dini yao, na tunakuta mifano ya aina hii kila siku. Na wanawake wa Kristo wanaendea nyumba hadi nyumba kwa ajili ya kuhubiri, na wanafanya mahubiri hivi na hivi, wanajaribu kubadilisha imani ya watu. Sisi hatukumuona mtu Muislamu hata mmoja ambaye anatumia shilingi 50 kwa ajili ya kuisaidia Islam. Lakini katika harusi na katika shamra za harusi wanatumia fedha kubwa sana, lakini kwa ajili ya Islam hawatumii. Amesema hata wanachukua mkopo na wanatumia fedha nyingi juu ya shamra hizi za dunia na harusi, lakini hawapati nafasi ya kuisaidia dini tukufu ya Islam. Mimi nasikitika sana kwa kuona hali hii ya Waislamu. Huzuri anasema kwamba wengi wa Waislamu hali yao ni aina hii, ingawa sehemu kadhaa hali kidogo imeboreka, lakini hata katika zama hizi fedha wanatumia kwa ajili ya tamaa ya dunia, haitumiki kwa ajili ya dini. Hazur anasema kwamba hii ilikuwa hali wakati Sayyidina Alayhi salatu wasalam alipodai kuwa Masihi aliahidiwa. Ikiwa siku hizi watu kadhaa wameanza kuelekea kwenye dini, wao wameelekea juu ya dini kiasi hiki tu kwamba wao ni Waislamu na wanataka kubaki juu ya dini tukufu ya Islam, na kiasi fulani wamejaribu kuimarisha misikiti yao, lakini kwa ajili ya kusambaza mafundisho Islam hawafanyi juhudi hata kidogo. Hata kama wanafanya juhudi kiasi fulani, basi wanafanya juhudi kuhusu ugaidi, yani wanasema watasambaza Islam kwa kutumia nguvu na kwa njia ya ugaidi, au watasambaza Islam kwa kupinga jumuiya ya Sayyidina Alayhi salatu wassalam. Basi inatakiwa ikumbuke kwamba ikiwa Islam itaenea duniani, itaenea kwa kupitia huyu mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliyetumwa katika zama hii. Kwa ajili ya Masihi aliyetabiriwa, Mwenyezi Mungu alieleza alama zake, nishani, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alieleza alama za ukweli wake. Sayyidina al-Islam kwa kueleza mada hii anasema alama iliwekwa kwa ajili ya Masihi atakayekuja, na alama moja iliyowekwa ilikuwa hii kwamba mwezi na jua litapatwa. Wale ambao wanafanya dhihaka dhidi ya Mwenyezi Mungu, na nishani hii ilikuwa si nishani ya uongo, wala hakuna nishani ya aina hii kwamba mtu aseme kwamba ilikuwa udanganyifu, kwa sababu nishani hii haikutokea zamani. Kwa kupitia nishani hii ilitabiriwa kwamba huyu aliyetabiriwa atakuja kusambaza mafundisho ya Islam. Hata maulama pia walisema kwamba nishani hii ni sahihi,
na mahali ambapo ujumbe wetu ulikuwa haukuweza kufika kwa kupitia nishani hii ujumbe wetu ulifika. Kwa hiyo mpango huu ulikuwa mpango wa Mwenyezi Mungu, si mpango wa binadamu. Mtu ambaye mwenye akili yeye akifikiria kidogo kwamba ikiwa nishani imetimia lazima yule ambaye alitabiriwa pia atapatikana, kama iliyoelezwa ndani ya hadithi kwamba nishani hii itapatikana wakati yule aliyetabiriwa atakuwa ameshadai, na ni baada ya madai yake nishani hii itatimia. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema hii pia kwamba tangu Adam alayhi salatu wasalam mpaka yule Mahdi nishani hii haitakuwa imetokea. Ikiwa kuna mtu yoyote ambaye anathibitisha ilitokea katika historia, basi sisi tutakubali kwamba anayesema ni kweli. Kisha Sayyidina alayhi salam anasema kwamba wakati wake nyota ya Kelemia itatoka, itadhihirika, yani ile nyota iliyodhihirika wakati wa Masihi Nasri Isa alayhi salatu wasalam, ile nyota itatoka mara ya tena wakati wa Masihi aliahidiwa alayhi salatu wasalam. Wakati nyota ile ilipotoka, Mayahudi walitoa bishara kwamba Masihi ameshakuja. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an tukufu, wa izal ishar utilat wa izal wuhush hushirat wa izal bihar sujirat wa izal nufus zuwijat wa izal ma'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa izal suhufu nushirat. Bishara hizi zote zinapatikana ndani ya Qur'ani tukufu. Maana yake ni kwamba wanyama watakusanywa, maana yake ni chungu mzima, ni kwamba zoo zitatengenezwa. Hivyo ndivyo maana yake ni hii. Pia elimu itaenea duniani kote. Maana yake ingine ni hii kwamba watu kadhaa watashambuliwa na mataifa, na vile vile watu watakusanywa. Siku hizi watu wanaweza kuwasiliana kwa njia ya rahisi bila kuwa na matatizo yoyote. Watu wanaweza kuwasiliana na watu wote duniani. Hivyo ndivyo mwanamke ambaye alikuwa anadhulumiwa na yule ambaye alikuwa ananyimwa haki zake, alikuwa anauawa, yeye ataulizwa kwamba kwa nini mimi nauawa. Vile vile vitabu vitasambazwa na vitu vingine vitapatikana. Vitu hivi vyote vinathibitisha kwamba zama hii ni zama ya kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Sayyidina alayhi salam anasema ilitabiriwa ngamia hatatumia na usafiri mwingine utatolewa. Wakati wa Masihi aliahidiwa ngamia hatatumia bali usafiri mwingine utatumiwa, na maana yake ilikuwa hii kwamba gari ya moshi, yani treni, itapatikana. Sawa na bishara hii, siku hizi train inaenda katikati ya Maka na Madina. Anasema wale watu ambao walikuwa wakidhani aya hii zinahusika na siku ya Kiyama, wao hawafikirii kwamba namna gani siku ya Kiyama ngamia anaweza kuwa mjamzito. Hivyo ndivyo iliandikwa kwamba mito itapatikana na vitabu vitachapwa, vitasambazwa. Nishani hizi zote zilielezwa kuhusu zama hizi za Sayyidina alayhi salam. Kisha Sayyidina alayhi salam anasema, yani Masihi atakuja wapi? Anasema ikumbukwe Dajjal atatoka upande wa mashariki na mradi wake ni nchi yetu. Sahibi Hijrul Kirama ameandika Dajjal atatoka katika bara la Hindi, na hii ni dhahiri kwamba Masihi pia atakuja mahali ambapo Dajjal atadhihirika. Hivyo ndivyo imetabiriwa kwamba yeye atadhihirika katika Kadha na mradi wake ni kijiji cha Qadian. Sayyidina Al-Islam anasema kwamba huenda karibu na Yemen, katika maeneo ya Yemen pia kuna kijiji kiitwacho Kadha. Lakini ikumbuke kwamba Yemen si upande wa mashariki bali ni upande wa magharibi wa kusini. Hivyo ndivyo katika jina langu pia kuna ishara kwamba mimi ni Masihi. Kwa mfano Ghulam Ahmad sawa na hesabu ya abjad, herufi ya abjad sawa na
hisabu ya adadi herufi abjad, ilitabiriwa kwamba Masihi atakuja katika karne 14. Kisha huzur anasema kwamba kulikuwa na alama nyingine ya kutokea matukio mbalimbali. Adhabu ya tauni ni hatari sana ambayo ilitokea katika zama zile na ikaleta maangamizo makubwa, na kama alivyoeleza katika hali ile kwamba ilikuwa inaenea kwa kasi sana. Alisema kwamba kuna matetemeko mbalimbali yaliyoziangamiza nchi mbalimbali. Kulikuwa na vita vilivyotokea ardhini na mpaka leo vinaendelea. Alisema kwamba kulikuwa na alama ya Lekhram. Je, ilikuwa nishani ndogo? Kwa miaka 5 kulitokea mjadala, matangazo yalitolewa, kulikuwa ushindani uliotokea kati ya Lekhram na Sayyidina Ahmad alayhi salam, na mjadala ule ulipata umaarufu mkubwa sana, na tena tukio lilitokea kama lilivyoelezwa. Na ilikuwa imetangazwa siku nyingi kabla kwamba Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba makala yangu itapata ushindi juu ya makala zote. Kisha waliotizama alama ile wanaweza kutafakari kwamba katika mkutano ule hawakuweza kutafakari kwamba itatokea, lakini ilitokea kama ilivyokuwa imeelezwa, na ilikuwa imepigwa chapa katika kitabu cha hikma na mafundisho ya Islam. Basi Uislamu ungefedheheshwa mno, lakini kutokana na mkono wa Mwenyezi Mungu Uislamu uliokolewa, na kutokana na makala ile Uislamu ulipata ushindi ambao hata wapinzani wakalazimika kusema kwamba makala ile ilipata ushindi juu ya makala zote. Pia habari hii ilipigwa chapa katika magazeti mbalimbali. Huzuri anasema kwamba katika zama hizi zipo alama nyingi zinazoeleza au zinazothibitisha ukweli wangu. Kulikuwa na ahadi ya kuilinda Kurani tukufu kama ilivyokuwa imeelezwa. Pia kulikuwa na ahadi ya ukhalifa katika sura An-Nur, kama Mwenyezi Mungu anavyosema kwamba wa'adallahu allazina amanu minkum. Sawa na aya hii, ahadi iliyotolewa kwamba mahalifa watakakuja katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watafanana na mahalifa waliotangulia dhamani wakati wa Musa alayhi salatu wasalam. Kama Mungu anasema, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mfano wa Musa alayhi salatu wasalam. Katika Biblia bishara ile ilikuwa inapatikana. Neno hili kama lililotumiwa katika aya hii, kwa kupitia neno hili linathibitika kwamba silsila ya Musa alayhi salam na silsila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inafanana. Silsila ya mahalifa wa Musa alayhi salatu wasalam ilikatika juu ya Isa alayhi salatu wasalam, na alikuja baada ya karne 14 baada ya kupita kwa Musa alayhi salatu wasalam. Kwa mujibu wa aya hii angalau ni muhimu kwamba Masihi aje katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye atafanana na halifa aliyekuja katika umma wa Musa alayhi salatu wasalam. Hata kama Mwenyezi Mungu asingeeleza nishani zingine, nishani hii
ya silsila ya Musa alayhi salam na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikihitaji kwamba halifa apatikane katika umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengine mtume sallallahu alaihi wasallam hafanani na Musa alayhi salatu wasalam, lakini Mwenyezi Mungu si hii tu kwamba alithibitisha mfano huu ni sahihi, bali alisema kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafanana na Musa alayhi salatu wasalam, na vile vile yeye ni mbora wa manabii wote. Masihi kama hakuleta sheria yake, yeye alikuja kufuata Taura. Hivyo ndivyo Masihi atakayekuja katika silsila ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hataleta sheria mpya wala hakuleta sheria mpya, bali alikuja kuisha mafundisho ya Islam. Yani yeye alikuja kwa ajili kusambaza mafundisho ya Qur'ani tukufu, na yeye alikuja kwa ajili ya kukamilisha mafundisho, kusambaza mafundisho ya Islam. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema zaidi kwamba kuhusu kusambazwa kwa mafundisho ya Islam inatakiwa ikumbukwe kwamba neema iliyokamilika juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani dini iliyokamilika juu yake, na mafundisho yale yakapata ukamilifu. Na maana yake ni hii kwamba mafundisho yale yamekamilika na mafundisho yale yatasambazwa. Na wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja, kwa sababu ya kuja kwake mafundisho ya Qur'an tukufu ya Islam yalikamilika, yani sheria ilikamilika. Lakini kusambaza mafundisho haya yaliyokamilika juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafundisho haya yatasambazwa wakati wa kuja kwa Masihi al-Yahdi alayhi salatu wasalam. Kama Mungu anasema katika waakharina minhum lamma yalhaqu bihim, Mungu anatabiri kwamba taifa lingine litapatikana. Kwa kupitia aya hii inathibitika kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuja kwa namna ya mfano mara ya tena, na wakati ule mafundisho yatasambazwa. Na kazi hii inafanyika katika dhama hizi. Basi wakati huu ni wakati wa kusambaza mafundisho ya Islam. Hii ndiyo ni sababu kwamba njia zote za Islam zinatimia. Kuna viwanda vya kuchapa vitabu, na vile vile kuna njia zingine mbalimbali ambazo zinasaidia kusambaza mafundisho ya Islam. Hata teknolojia ya kisasa na posta na treni na ndege na vile vile kupatikana kwa vifaa vingine inathibitisha kwamba maendeleo haya yote ni maendeleo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kwa kupitia vitu hivi vyote kwa kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa namna ya mfano itatimia. Anasema kwa kukusanya mambo haya yote, mtu mwenye akili ufahamu afikirie kidogo kwamba je, mambo haya yote ni mambo ya kukataza, au mtu anatakiwa afikirie na afanye utafiti kwa makini kwamba je, wakati huu si wakati wa kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Hata kama mimi nisingekuja katika hali hii inayopatikana, mtu ambaye anatafuta haki alilazimika angetafuta yule aliyetabiriwa, kwa sababu wakati ulikuwa umeshafika. Hata sasa miaka kadhaa imepita, juu ya karne 14, mtu ambaye anatafuta haki analazimika kufanya utafiti zaidi, kwa sababu wakati unataja unasema kwamba lazima mtu aje. Na hali iliyokuwa ikipatikana, kwa kuona hali ile watu wote waliathirika. Kisha Sayyidina al-Islam kwa kusema hii, kwa kueleza kwamba namna gani mnatakiwa mutafute haki, anasema mufanye maombi sana katika swala zenu ili Mungu awafungulieni haki. Nasema kwa kweli kweli kwamba ikiwa mtu hana bughudha, ni yeye hana chuki, yeye akimwelekea Mwenyezi Mungu katika hali yeye hata hazitapita siku 40 atafunguliwa haki. Lakini wapo watu wachache sana ambao kwa mashati haya wanatafuta haki, lakini hawa kwa kukataa nabii wa Mwenyezi Mungu
wanakosa imani. Kisha kwa sababu ya matendo haya wanakataa nabii wa Mwenyezi Mungu, na hivi imani yao inakosekana kabisa. Baada ya maandiko haya ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, mimi nataka kusoma baadhi ya maandiko ya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu aliyoandika kuhusu ujaji wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema, wakati upinzani unapozidi, wakati ule jumuiya pia inapata maendeleo sana. Yani jinsi upinzani unazidi, sawa na upinzani ule jumuiya na miujiza inapatikana katika jumuiya. Anasema mtu yeyote alipokuwa akimwambia Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba sisi tumepata upinzani wa hali ya juu, Sayyidina alayhi salatu alikuwa akisema kwamba hii ni dalili ya maendeleo yenu. Mahali ambapo upinzani unapatikana, kule jumuiya pia inaimarika na inapanuka. Na kwa sababu ya upinzani huu watu wengi wanajua kuhusu jumuiya, kisha polepole wanapata hamu na shauku ya kusoma vitabu vya jumuiya kwa sababu ya upinzani ule. Wakati wanaposoma vitabu, basi wanajua kuhusu haki na ukweli. Anasema safari moja mtu mmoja alimjia Sayyidina alayhi salatu wasalam na akafanya baiati yake. Mara Sayyidina alayhi salam alipochukua baiati yake, akamuuliza, ulihubiriwa na nani? Yeye akasema, Maulvi Sanaullah sahib alinihubiri. Yeye alikuwa Maulvi Sanaullah alikuwa mpinzani wa hali ya juu wa Sayyidina alayhi salam. Sayyidina alayhi salam akamuuliza kwa kushangaa, namna gani yeye alikuhubiri? Yeye akasema, nilikuwa nikisoma gazeti la Maulvi sahib na vitabu vyake, nilikuwa nikisoma kwamba yeye anapinga jumuiya. Siku moja mimi nikapata wazo kwamba mimi kwa nini nisisome vitabu vya silsila hii, yani ya jumuiya Ahmadiyya, mimi nisome vitabu vya jumuiya ambayo inapingwa na Maulvi Sanaullah. Mimi nilipoanza kusoma vitabu vya jumuiya, basi Mungu akafungua kifua changu na mimi nikawa tayari kujiunga na jumuiya. Kwa hiyo upinzani, faida yake ya kwanza ni hii kwamba silsila ya Mwenyezi Mungu inapata maendeleo na watu wengi wanapata mwongozo kwa kupitia upinzani ule. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza mada hii kwamba namna gani manabii wa Mwenyezi Mungu wanajibu dhidi ya upinzani, Sayyidina alayhi salam ametoa mfano wa serikali ya Misri kwamba ilikuwa ikijulikana sana, serikali ile ilikuwa ikijulikana sana, na mfalme alikuwa akijivunia sana kwamba yeye ni mfalme wa Misri. Na wana wa Israeli walipomjia mfalme, yeye alijaribu kuwaonya kwamba ikiwa nyinyi hamzuii katika vitendo vyenu, nyinyi mtaangamizwa. Lakini Musa alayhi salatu wasalam hakujizuia yeye, bali akasema kwamba mimi lazima nitafikisha ujumbe ambao nimepewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna yeyote ambaye anaweza kunizuia. Hii ndiyo ni hali iliyopatikana wakati wa Isa alayhi salatu wasalam, na hii ndiyo ni hali iliyopatikana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo ndivyo tulikuta hali hii wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwamba mataifa yote yalimpinga yeye, hata serikali pia ilikuwa mpinzani wake. Ingawa katika mwisho wa maisha yake upinzani ule ulipungua, lakini kwa jumla mataifa yote yalikuwa yakimpinga. Maulama pia walikuwa upinzani wake, na viongozi mbalimbali pia walikuwa wapinzani, na watu wa kawaida pia walikuwa wapinzani, na maamiri pia, watu matajiri pia walikuwa wapinzani wake. Kwa hiyo ilikuwa tufani ya upinzani dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Sayyidina alayhi salam alijaribu kuwaelimisha, kuwafahamisha. Watu wengine wakamwomba kwamba yeye apunguze kidogo madai yake, na ukifanya hivi basi watu wengi watajiunga nawe. Lakini Sayyidina alayhi salatu wasalam hakujali upinzani wao na maneno yao, bali aliendelea kueleza madai yake. Kwa hiyo watu waliendelea kupiga kelele, watu waliendelea kuuawa. Lakini licha ya kuwa na hali yote na usumbufu huu wote,
na mateso haya yote sainam alah salatu wassalam aliendelea kufanya kazi yake. Ingawa sainam alah salam alipambana na maadui wakubwa sana, lakini sainam alah salam hakujali uadui wao. Hadhrat Muslim Maud anasema, mimi nakumbuka kwamba mimi nilimsikia sainam alah salatu wassalam mara chungu mzima alikuwa akisema kwamba mfano wa nabii ni sawa na hali hii, kwamba kama watu wanasema kwamba katika kijiji fulani mwanamke mmoja alikuwa mwenda wazimu, watu walikuwa wakimsumbua, watoto walikuwa wakimsumbua kwa sababu ya hali yake. Na walikuwa wakimsumbua mara kwa mara, na yule mwanamke pia alikuwa akiwatukana na alikuwa akiwajibu. Siku moja wale wenyeji wa kijiji wakasema, huyu mwanamke anadhulumiwa na vijana wetu wanamdhulumu huyu, na yeye anawaombea maombi mabaya, isije kutokea kwamba maombi ya huyu mwanamke yakubaliwe. Basi tunatakiwa tuwazuie hawa vijana ili wasimsumbue huyu mwanamke, ili asifanye maombi mabaya kuhusu hawa vijana. Kwa hiyo wale wenye vijiji wakaamua kwamba kesho wote hawataruhusu watoto wao watoke nje katika nyumbani kwao. Kwa hiyo kesho yake wakasema kwamba, wakawaambia watoto wao kwamba nyinyi hamruhusiwi kutoka nje. Kwa hiyo wakafunga milango yao ili watoto wasiweze kutoka nje. Na jua lilipotoka, yule mwanamke sawa na desturi yake atoka nyumbani kwake, na aliendelea kutembea michochoroni hapa na pale, lakini yeye hakukuta kijana yeyote. Na zamani ilikuwa hali inapatikana hivi kwamba vijana walikuwa wanamsumbua, wengine walikuwa wanasukuma, wengine walikuwa wanacheza naye. Lakini leo hakuna hata kijana mmoja alikuwa anapatikana. Yule mwanamke akasubiri kidogo, na alipoona kwamba hakuna kijana hata mmoja ambaye anatoka nyumbani kwake, akaenda katika maduka ya watu, na alikuwa akisema kwamba, je, nyumba yenu imebomoka? Je, watoto wenu wamekufa? Imetokea nini kwamba vijana hawaonekani leo? Na alipoendelea kusema hivi maneno, watu wakasema kwamba sisi tunatukanwa hata kwa njia hii, basi ni vizuri muache watoto wenu waendelee na shughuli yao. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza mfano alikuwa akisema kwamba manabii pia wanakuwa na hali ya aina hii, yani wanasumbuliwa na watu wa dunia, wanawasumbua, wanawatesa na wanawadhulumu, na wanawadhulumu kiasi hiki kwamba maisha yao yanakuwa magumu sana. Hata watu wengine wanakuwa na wazo hili kwamba watu wanafanya dhulma dhidi ya huyo nabii, hawapaswi kwamba wafanye dhulma ya aina hii. Lakini wale watu pia hawawezi, yani wale manabii pia hawawezi kuwaacha watu wa dunia. Ikiwa dunia hawaleti mateso dhidi yao, basi wao wanawakumbusha na wanajaribu kuwahubiri ili watu wazuri wapate mwongozo. Anasema Mwalimu Muhammad Hussain Sabatalvi, aliyekuwa rafiki wa Sayyidina alayhi salatu wasalam alipokuwa kijana, na alikuwa akimsifu sana Sayyidina alayhi salatu wasalam, yeye mara baada ya madai ya Sayyidina alayhi salatu wasalam akatangaza kwamba mimi nilimsaidia huyu, basi mimi nitamwangamiza. Wakati ule ni nani ambaye anaweza kufikiria kwamba huyu Mwalimu Muhammad Hussain ambaye ana heshima kubwa katika jamii, yeye hataweza kuangamiza Sayyidina alayhi salatu wasalam? Yani yeye alikuwa na uwezo wa kufanya yote alikuwa akisema. Kisha jamaa wa Sayyidina alayhi salam pia walitangaza, hata wengine jamaa zake katika magazeti yao walitangaza kwamba huyu mtu amefungua duka la biashara. Hakuna watu hawatakiwi wazingatie anayosema. Al-Muslim Maud anasema kwamba mimi bado nakumbuka kwamba watu wengi ambao walikuwa wakifanyia kazi katika shamba walikataa kufanya shughuli na kazi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, walikataa kumsaidia yeye, na hawa walikuwa jamaa zetu. Kwa hiyo jamaa zake na wengine walijaribu kumwangamiza Sayyidina alayhi salatu wasalam, lakini ilitokea nini?
tunakuta kwamba jina la sayyidina alayhi salatu wassalam linatajwa katika nchi 212. je, hii sio kweli wa sayyidina alayhi salam? mtu yeyote aliyekaa pamoja naye yeye aliona ukweli wa Qur'ani tukufu na ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani mwake, na hakuna kitu kilichoweza kumzuia. Kesi ya Karamdin iliyofanywa, Maaria wakampotosha na wakasema kwamba lazima yeye ampe adhabu, na yeye naye akaahidi kufanya hivyo. Khwaja Kamaluddin Sahib aliposikia habari hiyo akaogopa, akamwendea Masihi Maud alayhi salatu wasalam katika mji wa Gurdaspur alipokuwa amekaa, na akasema kwamba huzur, kuna jambo la wasiwasi. Maaria wamechukua ahadi kutoka magistrate kwamba lazima akuadhibu. Wakati ule Masihi alikuwa amelala, akaamka na akasema kwamba Khwaja Sahib, ni nani anayeweza kumkamata simba wa Mungu? Mimi ni simba wa Mungu, ni nani anayeweza kunikamata? Na hivi ndivyo ilitokea. Jaji aliyepokea kesi hiyo anasema kwamba kulikuwa na majaji wawili waliopokea kesi hiyo na wakapewa adhabu. Moja akasimamishwa na mwingine mwanaye akaghariki katika mto na akafa, na yeye katika ghamu ile akachanganikiwa. Tunasema kwamba safari moja nilikuwa naenda Delhi, yeye akakutana nami kwenye stesheni ya Dolihana na akasema kwa uchungu mkubwa kwamba niombee Mungu anijalie kufanya subra, nimekosea mengi na hali yangu ndiyo hii kwamba naogopa kwamba nisije nikapata ugonjwa wa majununi. Akasema kwamba ninaye mwana moja, fanya maombi kwa ajili yake, Mwenyezi Mungu amjalie na anijalie tupate kusalimika. Huzur anasema kwamba ilmuradi jambo la Masihi Maud al-Islam likapata kutimia kwamba nani anaweza kumkamata simba wa Mungu, na Maaria nao wakapewa adhabu yake. Kisha Huzur anaandika kwamba katika zama za Masihi Maud al-Islam kuna tukio jingine. Kulikuwa na rafiki yake mmoja ambaye naye alikuwa rafiki wa Mwalimu Muhammad Hussain wa Batalwa. Alikuwa anaitwa Nizamuddin, alikuwa amefanya hija mara 7. Yeye alikuwa na urafiki wa hao wote wawili. Hivyo Masihi Maud al-Islam alipofanya madai na Mwalimu Muhammad Batalwi akamtolea fatwa ya kufr, yeye akapata uchungu mkali, maana alikuwa na imani juu ya ukweli wa Masihi Maud al-Islam. Alikuwa anaishi Ludhiana, na wapinzani walipokuwa wanasema lolote zidi yake, yeye alikuwa anapigana nao, alikuwa anabishana nao. Alikuwa anasema kwamba nendeni mkaone hali yake, yeye ni mtu mwema sana na mimi nimekaa kwake. Ikiwa mtu afahamishwe jambo la Qur'ani tukufu, basi anakuwa tayari kukubali, na yeye hana tabia ya kuwadanganya watu. Ikiwa tumfahamishe kwa kutumia Qur'ani kwamba madai yako sio sahihi, basi nina imani kwamba atakubali tu. Na alikuwa anabishana na watu juu ya jambo hilo, kwamba alikuwa anasema kwamba nitakapoenda Kadian nitaongea naye, nitaweka Qur'ani tukufu mbele yake, na nitakapomsomea Qur'ani tukufu au aya yote inayoeleza kwamba Isa bin Maryam amepanda mbinguni, yeye atakubali. Alisema kwamba mimi nina imani kwamba yeye akisikia jambo la Qur'ani hatasema lolote. Siku moja akapata wazo na akasafiri kutoka Ludhiana kwenda Kadian. Mara baada ya kufika huko akaenda kumwona Masihi Maud al-Islam na kusema kwamba je, umeuacha Uislamu na umekataa Qur'ani tukufu? Huyo akasema kwamba haiwezekani, mimi naikubali Islam, naikubali Qur'ani tukufu, na Islam ndiyo dini yangu. Akasema kwamba alhamdulillah, mimi nawaambia watu kwamba yeye hawezi kuacha Qur'ani tukufu. Alisema basi ikiwa mimi nikuoneshe aya nyingi kutoka Qur'ani tukufu zinazoeleza kwamba Isa bin Maryam amepanda mbinguni akiwa hai, je, utakubali? Akasema acha aya 100
hata kama unionyeshe aya moja tu basi nitaikubali. Akasema alhamdulillah, mimi najadiliana na watu juu ya jambo hilo kwamba Masihi Maud alayhi salam ni mwepesi sana kukubali, lakini watu wanapiga kelele. Akasema basi je, mimi nikuoneshe aya 100 tu, je utakubali? Huzur akasema kwamba mimi nimekuambia kwamba nioneshe aya moja tu, mimi nitaikubali. Na kama tunavyotakiwa kutenda juu ya Qur'ani tukufu juu ya aya 100, basi tunatakiwa kuikubali hata aya moja. Akasema basi je nikuoneshe aya 50? Je unaahidi kwamba utaacha jambo lako? Huzur akasema kwamba mimi nimekusha kuambia kwamba nioneshe aya moja tu, mimi niko tayari kuamini. Hapo Masihi Maud alayhi salam aliendelea kueleza, na yeye alikuwa anapata mashaka kwamba labda aya hizo hazitapatikana ndani ya Qur'an tukufu. Akasema basi je nikuoneshe aya 10, je utakubali? Huzur akacheka kidogo, akasema kwamba nimekuambia na mimi niko nimesimama pale pale kwamba nionyeshe aya moja tu. Akasema basi mimi naenda sasa, na baada siku 4 au 5 nitarudi tena kwako na nitakuonesha aya hizo. Wakati huo Maulvi Hussain Batalwi alikuwa ameishi Lahore, na Maulvi Hussain Batalwi alikuwa pale, na kulikuwa kulikuwa na mjadala uliotakiwa ufanyike juu ya kifo cha Nabii Isa. Maulvi Hussain Batalwi akasema kwamba kwa kuwa hadithi inaitafsiri kwa tukufu, basi ikiwa ipate kuthibitika kutoka hadithi, basi itaeleweka kwamba ni jambo ambalo limeendekwa kwenye Qur'an tukufu. Na Maulvi alikuwa anasema kwamba kwa kuwa Qur'an tukufu iko juu ya hadithi, hivyo lazima jambo hilo lithibitishwe ndani ya Qur'an tukufu. Na ili mjadala ufanyike kati ya Maulvi Hussain Batalwi na Hakim Nuruddin, Huzur Khalifa Awwal aliendelea kukubali mambo yake mengi kwamba hiyo pia ni sawa, hiyo pia ni sawa. Na Maulvi Hussain Batalwi alikuwa amefurahi sana kwamba kitu ambacho nataka kumweleza yeye anakubali. Maulvi Nizamuddin alimwendea Maulvi Hussain Batalwi na akasema kwamba acheni mijadala ya aina zote, nimetoka kwake na yeye yuko tayari kufanya toba, na mimi ni rafiki yako na pia ni rafiki yake, hivyo mimi napata uchungu mkubwa juu ya ubishi wenu. Na mimi nilikuwa najua kwamba Mirza Sahib ana tabia iliyowema, na nilienda kwake na nimechukua ahadi kutoka kwamba kutoka tukufu aya 10 zioneshwe zinazoeleza uhai wa Nabii Isa kwamba alikuwa amepanda mbinguni. Basi wewe nioneshe aya 10 tu. Maulvi Muhammad Batalwi alikuwa na tabia ya ghadhabu, na alisema kwamba bahati yako iwe mbaya, wewe umeharibu kazi yangu. Mimi tangu miezi miwili nilikuwa nafanya juhudi ili niwavute upande wa Qur'an hadithi, na wewe umeharibu shughuli zote. Akasema je, aya 10 hazipatikani ndani ya Qur'an? Akasema kwamba wewe hujui maana ya Qur'ani ni nini. Akasema kwamba basi ikiwa Qur'ani inamsaidia na mimi pia niko upande wake. Na baada ya kusema haya akarudi Kadiana akafanya baiati. Huzur anaandika kwamba angalieni kwamba Masihi Maud alayhi salam alikuwa na imani juu ya Qur'ani tukufu, na alikuwa anasema kwamba Qur'ani haiwezi kwenda kinyume chake. Muradi wake ndio huu kwamba kulikuwa na mahusiano kati ya Qur'ani na kati ya Masihi Maud. Qur'ani inatuongoza upande wa ukweli, na kundi lote litakalokuwa na ukweli Qur'ani itamsaidia. Na Masihi Maud alayhi salam alikuwa na imani kwamba yu kwenye haki, hivyo Qur'ani tukufu nayo ilikuwa inamsaidia. Ndio maana Huzur anasema kwamba ikiwa madai yangu yaende kinyume cha Qur'ani tukufu, niko tayari kuyatupa kwenye pipa la takataka. Na sio maana kwamba alikuwa na mashaka juu ya madai yake, bali sababu yake ilikuwa hii kwamba alikuwa na imani na yakini kwamba Qur'ani itamsaidia, itamthibitisha, itamsidikisha.
na haya ndiyo mafundisho ambayo yametusaidia na mpaka leo ndiyo sababu ya kusambaza na kufikisha ujumbe wa Masihi Maud alayhi salam duniani kote. Huzur anasema ya kwamba kumbukeni kwamba ahadi za Mwenyezi Mungu ni kweli. Yeye kutokana na ahadi yake ametuma mwonyaji duniani na dunia haikumkubali, lakini Mungu atamkubali na kwa mashambulio makubwa atathibitisha na kudhihirisha ukweli wake. Mimi nawaambieni kweli kweli ya kwamba mimi kutokana na ahadi yake nimetumwa nikiwa Masihi na Mahdi. Kama mnataka munikubali, lakini kama mnataka kunikataa munikatae, lakini hata kama mufanye lolote, lakini kile ambacho kimesemwa na Mungu kitatokea, na kama alisema Mungu na mtume wake na ahadi yake ni kweli na lazima itapata kutimia. Sasa tukio litokalo Ijumaa iliyopita katika mji wa New Zealand, nilitamani kusema iliyopita, lakini baadaye nikasahau, na baadaye tukatoa msimamo kutoka jumuiya. Watu wengi watakatifu wakauawa kutokana na tukio lile. Mwenyezi Mungu awarehemu wote, na watu wa familia Mungu awajalie subra katika muda huu. Nilitafakari baadhi ya mambo kwamba katika muda huu hulka zilizoonyeshwa na waziri mkuu wa New Zealand na serikali kwa jumla, na kama walivyoahidi kutekeleza wajibu wao, ni mfano wa kuigwa. Mungu awajalie Waislamu wapate kuelewa na wapate mfano huu, waweze kushika mfano huo. Watu vile vile wameunga mkono. Tumesikia kwamba walikuwa wametangaza kwenye redio na televisheni kwamba azana zitatolewa kwenye redio na televisheni. Wanawake wasiokuwa Waislamu wa Kristo nao kwa kuunga mkono wakatangaza kuwa hijabu. Mwenyezi Mungu akipokea wema wao awajalie wa utambue ukweli na haki. Wakati ule Waislamu waliokuwepo misikitini, miongoni mwao mama mmoja alikuwa anatoa interview kwenye televisheni. Mume wake mmoja aliuawa na pia kijana wake mmoja akiwa na umri wa miaka 21 akauawa kwenye tukio lile. Mama huyo akaonyesha subra. Alikuwa anaeleza kwamba walikuwa wanawasaidia wengine wakati wakauawa. Mwenyezi Mungu awajalie awarehemu. Ni tukio ambalo lina uchungu mkubwa sana, na Waislamu wa kule wameonyesha subra na mshikamano, na hizi ni hulka ambazo kila Muislamu anatakiwa aoneshe. Lakini wapo wenye misimamo mikali waliosema kwamba sisi tutalipiza kisasi, ingawaje jambo hilo sio sahihi, maana kwa njia hiyo uadui utaendelea kwenda mbele. Mungu aujalie Uislamu uenee duniani na mafundisho yake yaenee duniani, na Mwenyezi Mungu awajalie Waislamu kwamba wengi wao waweze kumtambua imamu wa zama, ili wakiwa pamoja waweze kusambaza mafundisho mazuri ya Islam duniani. Pamoja na hayo, baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha swala ya jeneza. Swala ya jeneza ya Bwana Anwar Saheb alikuwa wakilul mal wa Tahriki Qadian.
tarehe 19 akiwa na umri wa miaka 73 amefariki dunia. Alikuwa Musi. Alikuwa anauguliwa na ugonjwa wa kansa tangu muda mwingi, lakini kwa subra aliendelea kukabiliana na ugonjwa huo. Katika hali ya ugonjwa mkali aliendelea kutekeleza wajibu wake na hakuonyesha uvivu. Alikuwa anakuja ofisini kila siku, na tabia hiyo iliendelea mpaka pumzi yake ya mwisho. Bali tuseme kwamba alikuwa ametimiza haki ya wakfu wake. Alikuwa kijana wa Darwesh Kadian. Katika familia yake huyu ndiye aliyejaliwa kujiunga na jumuiya baada ya kufanya bayat, yani baba yake. Baada ya kufanya bayat, babu yake alimpinga sana, naye akahamia Kadian na akakaa huko. Alikaa katika zama za utoto wake, alikaa pamoja na masahaba wa Masihi Maud alayhi salam. Akamaliza matriculation mwaka 1967. alifaulu mtihani wa Maulid Fazal kutoka shule ya Madrasa Ahmadiyya, na tena akateuliwa kuwa mwalimu. Tena 1982 akateuliwa kuwa manager. Mwaka 89 akaitumikia jumuiya akiwa nazimishat na Nazir Baitul Mal Ahmad. Aliendelea kuitumikia jumuiya kwenye nyazifa mbalimbali. Mwaka 2006 nilimteua akiwa wakilul mal awal Tahrike Jadid, na yeye aliendelea kuitumikia jumuiya akiwa na wazifa huo mpaka kifo chake. Alikuwa mjumbe wa kamati mbalimbali. Alikuwa na sifa ya kufanya kazi kwa juhudi na kwa ari na kwa weledi mkubwa sana. Aliweza kuimarisha sana nchi yake ya India katika mchango wa Tahrike Jadid. Alikuwa na uchungu mkubwa sana jinsi ya kutumia fedha ya jumuiya, na alikuwa anaitumia akiwa makini sana. Alikuwa na elimu ya hali ya juu. Makala zake zilikuwa zinapigwa chapa, na aliendelea kufanya kazi katika gazeti la Al-Badr. Alikuwa anaandika idaria mbalimbali kwenye gazeti la Al-Badr. Zilikuwa zimejaa elimu na hikima na maarifa. Kulikuwa na ushindani ulikuwa unatokea katika mji wa Hyderabad juu ya sera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye alikuwa ameandika makala moja na akapata zawadi ya kwanza. Ni habari ya miaka 40 iliyopita. Marehemu alikuwa mkarimu, mwenye kufanya juhudi kubwa sana. Kabla ya jalsa salana alikuwa anafanya maandalizi kwa juhudi ili aweze kuwapokea wageni. Licha ya kuwa na wasila ndogo, lakini alikuwa anafanya juhudi jinsi katika kuwa karimu wageni. Alikuwa na mahusiano mazuri sana na ukhalifa. Ameweza kuitumikia jumuiya kwa miaka 52. Alikuwa na mabinti 4 na mwana mmoja. Kijana wake anaishi hapa na binti yake anaishi Marekani. Mkwe wake aliandika kwamba katika siku za ugonjwa wake, kila nikisema kwamba apumzike, alikuwa anasema kwamba ni tamani langu kuifanya kazi mpaka pumzi yangu ya mwisho, na hadi yake hiyo aliitimiza mpaka kifo chake. Naib Sadr Majlis Tahrik-e-Jadid anaandika
ya kwamba nilikuwa namwelewa tangu zama za ujana wangu, na katika sehemu nyingi nilibahatika kufanya kazi pamoja naye. Aliendelea kufanya kazi pamoja nami, alikuwa anafanya juhudi, alikuwa mtifu na msikivu, alikuwa na sifa ya kuchunguza vizuri, haswa katika mambo ya utumiaji wa fedha. Na katika zama zake mchango wa Tahriki Jadid uliongezeka maradufu. Jeneza ya pili, Mwenyezi Mungu azilaze roho yake mahala pema peponi, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waendeleze sifa zake. Sifa ya jeneza ya pili ni ya Naib Amir Fiji aliyefariki dunia tarehe 5 Machi akiwa na umri wa miaka 72. Alikuwa mtumishi mzuri wa Jamaat Fiji kwa miaka mingi. Aliweza kuitumikia jumuiya akiwa Naib Amir wa Fiji. Alikuwa mwenye sifa ya kufanya maombi, alikuwa musi, aliweza kutoa hisa jaidad katika maisha yake. Amewaacha kijana mmoja na binti moja. Watoto hao sio wa Ahmadia. Yeye kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu katika ofisi ya elimu aliweza kufanya kazi kubwa sana. Aliweza kuitumikia nchi yake katika nyadhifa mbalimbali, na alistaafu mwaka 99. Kisha serikali ikamwomba tena aendelee na kazi yake. Kisha akafanya kazi kwa muda, ndipo kutokana na ugonjwa wake akastaafu. Kuhusiana na tukio lake la kujiunga na jumuiya, inaelezwa kwamba Munshi Saheb mwaka 68 alikuwa ameteuliwa. Suliko tunakaa kwa pamoja, anasema kwamba hata akiwa na upinzani, lakini alikuwa anasikia jambo la Ahmadiyya, alikuwa anashiriki katika majadiliano. Na alipokuwa anamuita imamu wake ili aje kufanya mjadala, yeye alikuwa anakataa, na hapo alikuwa anasikitika sana. Sasa baadaye Mwenyezi Mungu alimjalia akaweza kujiunga na jumuiya. Muhammad Hussain Saheb anaeleza kwamba yeye alikuwa na tabia ya kutimiza hisani. Safari moja akarudi kutoka Kadian, akaniambia kwamba nimefanya maombi kwa ajili yako, Mwenyezi Mungu kwa kupitia wewe amenijalia kujiunga na Jamaat. Basi akaenda kwenye Baitullah na akaendelea kufanya maombi kwa ajili yake kwamba huyu bwana amenifanyia hisani, na ni mwanajumuiya ambaye anaweza kutafakari kwamba afanye maombi kwa ajili ya yule aliyefanya hisani juu yake. Katika zama za Khalifa mtukufu wa 4 alikuwa amemteua kuwa naib. Naim Iqbal Saheb Mbashiri anaandika kwamba yeye alikuwa mnyofu, alikuwa na hulka nzuri, alikuwa ana wasifu wengine, alikuwa anaonyesha sifa zake, hulka zake nzuri. Likitokea hitilafu lolote juu ya jambo fulani, basi alipokuwa anajua kwamba khalifa mtukufu amesema jambo fulani, basi mara moja alikuwa anaacha maoni yake. Jeneza ya 3 ni ya bwana Musa Sisko Saheb ambaye alikuwa mkazi wa Mali. Tarehe 15 Februari amefariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa brigadier katika wanajeshi. Alipata kuelewa jumuiya kwa kupitia jarida la jumuiya. Baadaye akapata mawasiliano na Mbashiri. Novemba 2012 akajaliwa kujiunga na jumuiya. 2013 wakati wa uzinduzi wa radio station akafanya kazi. Baada ya kuzindua radio station kulitokea upinzani mkali sana. Yeye akakabiliana na upinzani wote na akajaribu kutatua shida zote. Akajaribu kuwasiliana na viongozi mbalimbali na kuwafanya waelewe jumuiya.
tangu 2016 alikuwa anafanya kazi akiwa msimamizi wa amure kharjia. Baada ya kufanya baiati alikuwa amejitupa katika shughuli za jamaati. Alikuwa na mahusiano mazuri na ukhalifa, alikuwa na mapenzi makubwa na ukhalifa. Alikuwa anasema labbaik juu ya kila sauti ya ukhalifa. Amewaacha mabinti 10 na Mwenyezi Mungu awajalie waweze kuendeleza hulka zake, na pia watoto wa Munshi Saheb ambao sio wa Ahmadiyya, Mungu awajalie waweze kumtambua Imamu wa zama. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.